Usiniangalie mimi, kamata vidole. Nishike vidole, nimefanya nini mwalimu? Usiniangalie mimi. Usikuangalie tena. Mimi sichakosa. Inama, shika vidole. Allah. Mwalimu anipiga ponge la kipoko. Niangalia kwa dharau. Mtanyoka tu. Leo utapotea, utatekwa. Ache kuwateka watu ambao wanaiongelea vibaya serikali. Waje kuniteka mimi mwalimu ambaye na waadhibu wanafunzi kwa kukosa. Wewe utapotezwa. Unajifanya nini kwenye hicho mnachokiamini? Mimi nasema hivi, mwanafunzi akienda hovyo lazima ni mwadhibu. Kauli mbiu yangu moja tu. Mimi hapa mwalimu. Mwanafunzi akiwa mtovu wa nidhamu, haelewi anachofundishwa na kuelekezwa na walimu wake, bakola na adhabu nyingine ndiyo msingi wa hili jambo. Mwalimu alisema manywele makubwa. Leo sijanyoa. Manywele marefu, sawa. Wanakosa nidhamu, alafu ni wachekechekeni. Napiga bakola. Hala, ebo. Mimi napotezwa vipi? Au walimu walitoroka hapa shuleni kwa madeni yao huko binafsi? Hakunaga habari za kupotezwa. Au unapotezwa vipi? Kivipi yani? Sasa nyinyi walimu akili zenu mbovu kabisa. Mwanzo kuwa sijui sitoamka, sijui sito nini, na nimeamka sasa hivi mzima, mnajifahamu na shangaa. Mimi kauli mbiu yangu ni moja, Mwalimu Selemani. Mwanafunzi akiwa mtovu wa nidhamu, sawa, hawasikilizi walimu wake, bakola na adhabu nyingine ndiyo msingi wa hili jambo. Mwalimu sahihi, wewe usinipiga mimi. Mimi ni wasimu, mimi ni kichaa. Fundisha vichaa kuliko nyinyi. Asila zake namalizia kwako. Shika hapo. Nimekwambia mwalimu, asila zako umalizie kwangu. Yeye ameshaenda. Ananijua mimi? Hatukuogopi. Hawa watoto wananichukuliaje mimi? Wananifahamu vizuri mimi. Ase, nakuja mpaka kwenu. Nasemaje? Nakuja mpaka makwenu niwaonyeshe kuwa mimi mwalimu, mimi mwenyewe nimepinda vile vile. Mnafikiri kabla ya kuwa mwalimu mimi nilikuwa muuni. Sasa nakuja niwaonyeshe huko. Hala. Bwana Sisi tumeenda nyumbani. Ukuche huko.